Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tuelekee huko Tehran ambapo Iran inasema haipo tayari kufanya mazungumzo ya kufumua mpango wao wa nyuklia. Ofisi ya uwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa imetangaza kwamba ikiwa lengo la kutaka kufanya mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kufumua mpango wake wa amani wa nyuklia wa Iran, mazungumzo kama hayo hayatafanyika katu. Katika taarifa ya kujibu iliyotolewa ni katika tamko la serikali mpya ya Marekani kwamba iko tayari kufanya mazungumzo na Iran, lakini ofisi ya uwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa imeandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa X kwamba ikiwa madhumuni ya mazungumzo hayo ni kufikia lengo la kuondoa wasiwasi kuhusu uwezekano wa mpango wa nyuklia wa Iran usiwe na malengo ya kijeshi, hilo linaweza kufanyika. Lakini kama madhumuni yatakuwa ni kufumua mpango wa amani wa nyuklia wa Iran, yaani serikali ya Trump kutaka kufanya kile ambacho Obama alishindwa kukifanya, mazungumzo kama hayo hayatafanyika kamwe. Iran imeshatangaza mara kadhaa kwamba hakutakuwa na mazungumzo na Marekani chini ya vikwazo na mashinikizo ya juu kabisa. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alitangaza siku ya Ijumaa alipozungumza mbele ya waandishi wa habari katika ikulu ya White House kwamba amemtumia barua kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na kusema kutakuwa na siku za kuvutia huko tunakoelekea. Ni hilo tu ndilo linaloweza kukuambieni. Rais wa Marekani aliongezea kwa kusema kwamba huu ni wakati wa kuvutia katika historia ya dunia. Sisi na Iran tuko kwenye hali ambapo ni wakati mfupi sana ujao litajiri tukio fulani. Tunatumai kwamba tutaweza kufikia kwenye mkataba wa amani. Sizungumzii kutokana na nguvu au udhaifu. Nasema tu ningependekeza kuona mapatano ya amani kuliko chaguo jingine, lakini ikishindikana chaguo jingine litakuwa ni tatizo, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya masuala ya Iran na namna ambavyo wamejipanga kwa ajili ya kuhakikisha Iran inaachana na matumizi ya silaha za kinyuklia. Hata hivyo, mataifa ya kimagharibi yanadhani kwamba Iran wakati huu imefanya urutubishaji wa uranium ambao unaweza ukafikia kiwango cha kutengeneza makombora ya nyuklia, jambo ambalo Iran imekataa mara kadhaa ikidai kwamba hawana mpango wa kutengeneza silaha za kinyuklia, lakini pia mifumo ya nyuklia iliyopo katika taifa hilo ni kwa ajili ya amani tu na ni kwa ajili ya maendeleo ya taifa hilo. Katika siku za hivi karibuni, Ayatollah Al-Khamenei alisema kwamba moja kati ya kitu ambacho hatakubaliana nacho ni mazungumzo na rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliyedai kwamba amemtumia barua, lakini amedai kwamba hataweza kukubaliana juu ya masuala ya nyuklia. Hasa moja kati ya mambo ambayo wakati huu anayazungumza ni kufumua mfumo wa nyuklia wa taifa hilo, jambo ambalo Iran imedai halitowezekana kabisa. Hata hivyo, anadai kwamba moja kati ya mataifa yaliyosababisha kuvunjika kwa mpango wa amani wa nyuklia wa JCPOA ni pamoja na mataifa ya magharibi baada ya Marekani kujitoa katika mpango huo, jambo ambalo Iran iliendelea kama kawaida yake na uzalishaji wa uranium. Na wakati huu mkuu wa shirika la atomiki duniani Bwana Rafael Gross anasema kwamba Iran imerutubisha hadi 60% ya uranium, jambo ambalo watu wa magharibi wanadai kwamba ni zaidi ya hapo na kuna uwezekano wakatengeneza mabomu ya nyuklia takribani 4 hadi 6. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.